Karibu katika tafakari ya siku. Leo ni Dominika ya 12 ya mwaka A wa Kanisa. Masomo yanayotuongoza siku hii ya leo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 20 aya ya kwanza hadi ya 13. Somo la pili linatoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 12 hadi ya 15. Na injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 10 aya ya 26 hadi 33. Ndugu wapendwa, neno la Mungu katika Dominika ya leo linatupa ujumbe huu: kuishi kweli ya injili kutatupa mateso, ila tusiogope. Katika dunia ambayo mara nyingi inapendelea uongo kuliko ukweli, dhambi kuliko utakatifu na ubinafsi kuliko upendo, yule anayechagua kusimama upande wa Mungu lazima atakutana na upinzani. Katika somo la kwanza tunamuona Nabii Yeremia. Mungu alimchagua kutangaza ujumbe wa toba na kurudi kwa Mungu kwa taifa ambalo lilikuwa limepotoka. Badala ya kusikilizwa, Yeremia alikataliwa. Badala ya kuungwa mkono, alidhihakiwa na kutishiwa. Yeremia alisema kwa uchungu kwamba hata wale aliowaamini walikuwa wakimvizia ili wamwangushe. Mateso yake hayakutokana na yeye kufanya mabaya, kufanya uovu, bali kwa sababu alisimama upande wa ukweli wa Mungu. Hata hivyo, Yeremia hakukata tamaa. Katikati ya majaribu yote, alisema kwa imani, Bwana yu pamoja nami kama shujaa mwenye nguvu. Alijua kwamba ingawa watu walimpinga, Mungu hakumwacha. Uwepo wa Mungu ulimpa nguvu ya kuendelea kutimiza utume wake vizuri. Katika Injili, Yesu anawaandaa mitume wake kwa utume mkubwa wa kupeleka Injili ulimwenguni kote. Yesu anajua kwamba kazi hiyo haitakuwa rahisi. Anajua watahubiri katika dunia iliyojaa dhambi, uovu na watu wasiopenda kuongozwa na ukweli wa Mungu. Wapo watakao wakataa, watakao wadhihaki na wengine watakao watesa na hata kuwaua. Ndio maana Yesu anarudia karibu mara 3 maneno haya: msiogope. Yesu hatoi ahadi kwamba hawatakutana na mateso, bali anatoa uhakika kwamba Mungu atakuwa pamoja nao. Anawakumbusha kwamba hata shomoro hawasahauliki mbele za Mungu na hata nywele za vichwa vyao zimehesabiwa. Hii ina maana kwamba Mungu anajua kila changamoto wanayopitia na hata watelekeza. Ndugu zangu, katika nyakati zetu wapo watu walioishi ukweli huu wa Injili. Mfano mzuri ni Mtakatifu Oscar Romero wa El Salvador. Akiwa askofu mkuu, alisimama kutetea haki za maskini na waliodhulumiwa wakati wa vurugu za kisiasa nchini mwake. Alitishwa mara nyingi na alijua maisha yake yako hatarini, lakini hakunyamaza kwa sababu ya hofu. Aliendelea kuhubiri ukweli wa Injili na kutetea haki za binadamu. Hatimaye aliuawa mwaka 1980 akiwa anaadhimisha misa takatifu. Ingawa alipata mateso na kifo, alibaki mwaminifu kwa Kristo hadi mwisho wa maisha yake. Ndugu zangu, huenda tusikabiliane na mateso makubwa kama ya Yeremia au Oscar Romero, lakini mara nyingi tunakutana na changamoto za kuishi imani yetu, changamoto za kuishi Ukristu wetu. Wakati mwingine tunachekwa kwa sababu ya maadili yetu ya Kikristo. Wakati mwingine tunapata hasara kwa sababu ya kukataa rushwa, udanganyifu labda katika biashara au njia zisizo za haki. Wakati mwingine tunahofia kusema ukweli kwa sababu ya kuogopa kukataliwa, hasa na ndugu zetu na wale marafiki zetu wa karibu. Leo Yesu anatuhimiza, usiogope, simama upande wa ukweli, ishi Injili kwa uaminifu, tetea haki, onyesha upendo, dumisha maadili ya Kikristo hata kama utaonekana hauendani na wakati
au na jinsi wengi wanavyoishi. Mungu anayewajali shomoro anatujali zaidi sisi watoto wake. Tuondoke leo tukiwa na hakika kwamba kuishi kweli ya Injili kunaweza kuleta mateso, lakini hakuna mateso yanayoweza kushinda nguvu za Mwenyezi Mungu. Kama Yeremia na mitume, tuendelee kusimama imara katika imani, tukiamini kwamba Bwana yu pamoja nasi kama shujaa mwenye nguvu. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.